Rich go. Bana mambo vipi? Sasa shwari kabisa. Kwanza poleni kwa kupoteza mchezo wa leo. Nashukuru sana, tumepoteza mchezo wa leo kwa kweli, sio mategemeo, lakini inatakiwa tufike hatua tuheshimu mpira na mpira wa miguu na matokeo matatu. Kwa hiyo tumepoteza, naangalia ya leo jambo la leo limeisha, naangalia mechi inayofuata. Alama 34 mkiwa mnaongoza ligi, lakini leo mmepoteza, maana yake wao mmewapunguza gap la alama 3 wameongeza, kwa hiyo mnaacha tofauti ya alama 7, si ndio? Nadhani katika mbio za ubingwa ushindi wa Dar es Salaam Africans unaweza kuwafanya kuwainua nao kuwa kwenye mbio za ubingwa? Hapana, wao hawezi kuwa kwenye mbio yoyote ya ubingwa. Yaani wao furaha yao kubwa kutufunga Simba. Na sisi yani wao ndio furaha yao kubwa kutufunga. Leo wamemaliza ligi. Yaani wao kwao wamemaliza ligi. Sababu mbio za ubingwa ni Simba na JKT, ndio timu bora ambazo kwa upande wa kina dada ndio timu bora na tishio. Simba Sports, kama mimi shabiki wa Simba Kinyago Tabata, naamini leo tumekuwa bora, lakini wenzetu tunaweza kusema walikuwa bora zaidi kwa sababu ndio wametoka kidedea na alama 3. Walikuwa bora. Kwenye michezo mitatu ya mwisho ya dabi wameshinda miwili. Ingawa Jamii wameshinda mchezo wa raundi ya kwanza wamepoteza 1-0 na leo tena wanashinda. Hii ina maana ni kama tayari wameshaanza kuchukua utawala katika michezo ya dabi. Hapana, naamini ingawa Jamii hata sisi tungeshinda kwa sababu ilikuwa 50-50. Ukiangalia matuta ndio yaliamua. Matuta ndio yaliamua, lakini kwa leo nikifocus na leo ni wapongeze. Ukiangalia kosi ya Simba wamefanya kila kitu, wamesakama goli la Yanga mwanzo mwisho vipindi vyote viwili, lakini niwapongeze nimpongeze golikipa wa Yanga na mabeki wao walikuwa bora zaidi kwa sababu walikuwa wanaokoa hatari zote. Kwa kweli niwapongeze kwa hilo, wamefanya vizuri. Mimi kama Kinyago Tabata nilikuwa naona tunafunga goli, lakini kila dakika inavyozidi kwenda nikaona tuwezi kufunga. Bado tukaja tukaongezea dakika 9. Nikaona hii kwa game ilivyo ngumu, hata tungeongezewa 20 tusingeshinda kwa sababu Pizani alikuwa bora, amejitahidi kuokoa hatari. Tuzungumze upande wa wanaume. Watani wenu wameanza kampeni ya kumpinga rais wa shirikisho la soka. Wewe mtazamo wako ni upi? Naona ni washamba. Ni washamba kabisa kwa sababu ilitakiwa kwanza ukiangalia kauli iliyotoka kwa kiongozi wa soka, kwa kweli naweza kusema wao wameona ngumu sana na mbaya kwao, lakini mimi kama shabiki na maono makubwa naona aliongea kauli ile kwa sababu amejua kabisa hakuna timu ambayo imebebwa kwenye matukio makubwa kama Yanga. Kwenye ligi yetu hakuna timu kubwa ambayo imebebwa kwa matukio mengi kama Yanga kwa sababu Yanga wananufaika sana. Yaani wananufaika sana. Nashangaa wamejizima data, wanaanza kumzonga kiongozi mkubwa wa rais wa mpira, wanaanza kumzonga. Nimewashangaa kwa sababu ukiangalia ndio wao ambao wamezamini GSM ndio kazamini timu 8. Simba Sports tuko sisi kama sisi tunapambana na hao wote 8, na maana wote ni wamoja hao, tunapambana nao. Kwa hiyo kikubwa mimi kwa kweli nimeona nimewapuuza, kwa sababu naweza kusema nimewapuuza wanavyomzonga na kumziaki rais wetu Karia. Kwa kweli sijapendwa nao. Ukiangalia naweza nikasema mimi Kinyago Tabata naweza nikasema GSM, narudia tena GSM ndo anayesababisha Yanga anashindwa kufanya vizuri kwenye ligi ya mabingwa. Kwa nini? Kwa sababu amewalea, amewabeba ovyo kiasi kwamba kwenye ligi yetu kudhamini hivi vilabu 8, ndio maana Yanga wanakuwa wana timu nyingi, inakuwa mchekea. Ndio maana hata wakienda shirikisho au ligi ya mabingwa, sasa ligi ya mabingwa hawezi kufanya chochote. Lakini walifika finali. Sahihi kabisa kwenye shirikisho, walifika finali, lakini shirikisho ile walioenda wao kwa kweli ilikuwa mchekea tofauti na sasa na miaka mingine. Lakini angalia ligi ya mabingwa sasa hizi, tuseme Yanga ni bora amefika wapi kwenye ligi ya mabingwa? Sisi Simba Sports ambao tumefika hatua hizo mara nyingi zaidi, naweza kusema bora. Ukiangalia msimu huu ulioisha tuliwaachia wao na Azam walao tuwaone wanafika wapi, lakini hatua za awali tu wamepigwa chini, wako chini hadi sasa hizi. Ndio maana Kinyago Tabata anasemaje, Yanga mechi ya leo yao kwao imewapa manufaa makubwa. Mimi kwanza napongeza wao kushinda kwa leo kwa sababu naamini wataleta uongozi wa TFF wakitamka tarehe ya kucheza dabi yetu watakuja, hawezi kukata tena. Lakini wamepeleka kasi in case wakashinda kule, ina maana nyinyi mtanyang'anywa, wao watapewa ushindi wa mezani alama 3 na magoli 3. Ni skendo tu, sina hakika kama wamepeleka, lakini hata kama watapeleka ni kesi ambayo haina mashiko. Wanasema wao washindagi kesi. Haina mashiko. Kwanza hawajai kushinda kesi. Hawana wakili ambaye mwenye ubora kwenye taaluma ile. Ukiangalia hawana mashiko. Kwani hawana mashiko? Wao ndio wameanza kuharibu game. Wameanza kuharibu. Hakuna mtu ambaye alikuwa ajui kama Simba itakiwa kafanye mazoezi kwenye uwanja ule, kwa sababu baada ya mazoezi kesho yake ndio game.
na ukiangalia mazoezi lazima mwalimu taarifa alikuwa nayo, ni janja tu ambazo hazina kichwa wala miguu. Unajua timu ya Yanga, naweza kuambia timu ya Yanga ni timu ya mitandaoni, wasipo trend hawana, yani hawajisikii vibaya. Hebu niongeleze kidogo hapo. Nakwambiaje, timu ya Yanga ni timu ya mitandaoni, wasipo trend kwa hawana, yani wanaisikia vibaya. Ukiangalia swala lile, uongozi wa mpira, si Simba Sports, kwanza niwapongeze viongozi wangu, baada ya kuona vurumai ile sio nzuri, wakaangalia wasije wakahatarisha, kwa sababu ukiangalia wao wameingia na mabouncer, na sisi Simba tukisema tupeleke mabouncer, unadhani ungekuwa kuna nini? Ingekuwa vita. Kwa hiyo uongozi wa mpira wameangalia mbali zaidi. Kuna maana wao wana mabouncer na sisi tungepeka mabouncer siku ile kungechimbika, sidhani kama kungekuwa kuna mpira tena. Kwa hiyo sisi Simba nipongeze uongozi wangu wa kuheshimu, wakaamua waepushe shari. Walivyoepusha shari na uongozi pia wa mpira wakaangalia kwa maslahi mapana, wakaamua kuepusha, wapange siku nyingine. Kwa hiyo mimi Kinyago Tabata napongeza bodi ya ligi, napongeza TFF, napongeza viongozi wangu wa Simba kuamua kugaili ule mchezo na kuachia viongozi waangalie changamoto gani iliyokuwepo siku ile. Kuna maana mimi Kinyago Tabata nilikuwa na mategemeo makubwa wale mabouncer wangekamatwa, lakini hadi leo hawajakamatwa. Kwa hiyo kwa ufupi wewe una imani na bodi ya ligi? Na imani kubwa na bodi ya ligi. Shukrani sana. Asante sana.